Kitu kingine, mashosti zangu mashabiki, nataka nishauri kitu baadhi ya kina mama pia kina baba wale ambao wanalia watoto. Ndugu zangu wazazi, kuweni sana makini baadhi ya watoto wa dalili za kiyama, baadhi yao wa kiume mpaka wa kike. Kuna baadhi ya watoto hawana adabu na wazazi wao. Kuna baadhi ya watoto hawana heshima na wazazi wao. Kuna baadhi ya watoto wanatukana wazazi wao. Kuna baadhi ya watoto wanapiga wazazi wao. Kuna mama mmoja amenishtakia na kwambia mtoto wake wa kiume amempiga mpaka akamteua mkono. Kisa ni nini? Mama yake alimwekesha mama yake pesa. Mama yake zile pesa akawa amezitumia kwa sababu ya matatizo. Mtoto wakati anakuja kumuuliza mama yake pesa, mama akamwambia mtoto wangu nisamee, nitakulipa. Nimefanya mistake. Zile pesa nilipata dharura fulani nimezitumia. Kwa hiyo nisamee mwanangu. Nikijaliwa sababu nimelimisha mashamba, nikivuna nitakulipa. Mtoto kweli mama, unaweza kuchukua ile yangu wewe kama nani? Mtoto amempiga mamake mpaka akamteua mkono. Ndugu zangu, baadhi ya watoto wa dalili za kiyama, baadhi yao wanaua mpaka wazazi wao. Kwa hiyo sikia, ni washauri kitu mama lao, kama wewe umezaa mtoto wa kiume mpaka wa kike, ndugu zangu, msisahau kusomesha watoto masomo ya dini. Masomo ya dini kidogo yana unafuu, sababu mtoto akimjua Mungu ana unafuu. Si sawasawa na ule mtoto anakuja mitaani bila kutokumjua Mungu. Kuweni sana makini na watoto wenye makundi. Watoto wanapenda makundi, ni mtihani. Mama huyo amevunjwa mkono na mtoto wake. Kwa hiyo sasa hivi tuko tunazungumza, mama yuko hospitali. Ndugu zangu, dunia inaelekea wapi? Watoto wengi, ndiye maana mnakosa radhi za wazazi, ndiye maana maisha kwenu yanakuwa magumu, sababu ya kutokosa kuheshimu wazazi. Mama ni kitu kikubwa sana katika hii dunia. Ukikosa mama duniani, umekosa dua, umekosa pepo ya dunia na akhera. Kazi mnayo.